Nitaingia lango lake na sifa moyoni. Nitaingia kwa shangwe kuu. Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya. Nitafurahi kufika mbinguni. Oh, nitaingia lango lake na sifa moyoni. Nitaingia kwa shangwe kuu. Nitasema ni siku njema Yesu ameifanya. Nitafurahi kufika mbinguni. Baba mtakatifu mwaminifu uishie na kutamalaki, jemedari wa majeshi, Baba mwenye nguvu, Baba ninavunjika miguuni pako Kristo nikinyenyekea Baba na kuungama Kristo. Naomba utakaso Baba, naomba kutakaswa na kuosha kwa hiyo damu yako takatifu Baba yetu. Tusafishe, tukomboe Bwana, nitakase Kristo Yesu. Baba nisafishe, Mwokozi wa rehema Kristo Yesu. Mtakatifu wa rehema tunatazamia Baba kusafishwa kwa damu yako takatifu, maana Baba pasipo mwagikaji wa damu hapana ondoleo la dhambi Baba yetu. Baba ni damu yako pekee ndiyo inayofuta maovu yote na kutakasa Baba yangu Yesu Kristo watu wako. Baba utusafi sasa kwa hiyo damu yako takatifu, utuimarishe Baba yetu, maana tunatazamia hadi ile Kristo Yesu, ya kwamba Bwana wa rehema Yesu utatupa uwezo Masihi wa kushinda vita Baba wa rehema. Tumalize mwendo salama, kisha Baba yetu tukuone Mungu wa Elia. Baba hatuna Yesu Kristo Masihi lengo lingine Kristo kando na kukuona wewe Masihi. Tusaidie Baba, utuweke huru. Tusaidie Bwana, utuimarishe. Tusaidie Bwana, ututie nguvu katikati ya safari. Tusaidie Baba, utufungue Yesu. Zidi kutufundisha sawasawa na mapenzi yako Kristo Yesu. Thibitisha huruma yako na wema wako Baba. Wacha kibali chako kikashuke Masihi, Mungu mwaminifu. Uinuliwe, upewe sifa, maana unaweza, unatosha. Asante Roho Mtakatifu, maana wewe ni Mungu wa majeshi. Katika jina la Yesu Kristo Masihi Baba nimeomba na kushukuru. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu ni mwema. Mwanzo 7 kuanzia 1 tena 4 mpaka 5 kwa jina la Yesu Kristo. Gharika kuu. Tasoma kwa jina la Yesu Kristo. Bwana akamwambia Nuhu, ingia wewe na jamaa yako yote katika safina, kwa maana nimekuona wewe u mwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki. 4. Kwa maana baada ya siku 7 nitainyeshea dunia mvua siku 40 mchana na usiku, na kila kilicho hai nilichokifanya juu ya uso wa nchi nitakifutilia mbali. Nuhu akafanya vile Bwana alivyomwamuru. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Basi Mungu wa majeshi alisema na Nuhu kipindi hiki. Nuhu alikuwa ni nani? Nuhu alikuwa ni mjumbe katika Agano la Kale ambaye yeye Nuhu alikuwa mtoto wa Lameki. Nuhu alikuwa mtoto wa Lameki, na huyu Lameki alimzaa Nuhu. Na maandiko yanatuasia kwamba Lameki alikuwa ni mtu mwenye haki, kizazi kutoka kwa Methusela. Methusela alipomzaa Lameki, basi ile haki ya Mungu ikaendelea. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Unajua Enoko alipozaa Methusela, Methusela naye akamzaa Lameki. Kumbuko ya kwamba ni yule Enoko aliyekuwa mwenye haki
Basi akatwaliwa na Mungu akaenda, naye anafundisha watoto kizazi chake. Mwisho anamzaa tena mwenye haki ambaye anaitwa Methusela. Methusela naye anadumisha ile haki, anamzaa Lameki. Ikumbukwe kwamba ni vipindi ambavyo kizazi kilikuwa kiovu sana. Kisha Lameki akaendelea. Lameki akaishi, akamzaa Nuhu. Tumsifu Yesu Kristo. Sikiliza, hata jina Nuhu, hata hili jina Nuhu kudhibitisha kwamba alikuwa ni mwenye haki. Maandiko yanasema ya kwamba alichaguliwa kabla. Tumsifu Yesu Kristo. 29, yani hili jina Nuhu linamaanisha ya kwamba yeye ndiye, yani mtu atakayefariji, mtu atakayefariji Mungu kwa kazi. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo alipomzaa mtoto, maandiko yanatuasia katika Mwanzo 5, alikuwa kama mfariji. Nuhu, mfariji katika kizazi cha dhambi. Mtu mwenye haki yani mfariji wa wenye haki wakati wa dhambi, wakati wa masononeko na majuto na kilio, kipindi cha dhambi. Basi anapopatikana mwenye haki, anamgusa moyo wa Mungu. Mungu anakuwa na furaha. Tumsifu Yesu Kristo. Na mahali ambapo Mungu, ndio maana maandiko yanasema ya kwamba Mungu hutazama toka juu mbinguni, huchungulia huku na huku, akipepesa, akipitisha macho yake aone ni nani atendaye haki. Tumsifu Yesu Kristo. Anatafutaga mtu wa kujivunia ya kwamba nina mwanangu. Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa, haki hii si vile ambavyo tunafikiria, si vile ambavyo tutakavyojihesabia, si vile ambavyo yani ni tofauti na vile ambavyo tunaona, ni tofauti na vile ambavyo tunaweza tukafikiri. Sijui tunaweza tukaihubiri vipi haki hii. Haki hii inatoka kwa Mungu pekee. Tumsifu Yesu Kristo. Na haki hii lazima tujitenge na vyote. Tumsifu Yesu Kristo. Haki hii lazima tuishi maisha tofauti sana. Haki hii lazima tuhesabu gharama sana. Haki hii lazima tujitenge sana na ulimwengu na anasa na kila starehe na kila. Tumsifu Yesu Kristo. Haki hii ni tofauti sana vile ambavyo tutafikiri. Haki hii inapatikana kwa gharama. Haki hii inapatikana kwa kukataliwa. Haki hii inapatikana kwa kubezwa. Haki hii inapatikana kwa kuchukiwa. Haki hii inapatikana kwa kukataliwa. Kwa hiyo katika mstari wa 29 tunaambiwa ya kwamba akamwita jina lake Nuhu, akinena, huyu ndiye atakayetufariji kwa kazi yetu na kwa taabu ya mikono yetu katika nchi aliyoilaani Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Ina maana kabisa ya kwamba tukitafuta haki, tukitafuta Mungu wa majeshi, tukitafuta Mungu kwa kumaanisha, tukimtafuta tumtake na nguvu zake, basi chochote kitakachotoka katika vizazi vyetu nacho basi kitatakasika kwa jina la Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo haki huzaa haki. Haki haiwezi ikazaa uovu, wala uovu hauwezi ukazaa haki. Haki huzaliwa kwa haki, na haki lazima itafutwe kwa bidii. Ndio Nuhu aitwa mwenye haki tokea utotoni, tokea tumboni. Nuhu alijinyima kwa vingi. Nuhu alijitenga na mengi. Nuhu alisikia mengi. Kuna uwezekano watu walimtukana Nuhu sana. Kuna uwezekano watu walimsimanga Nuhu sana. Tumsifu Yesu Kristo.
kuna uwezekano, lazima kizazi hiki tusiogope kubezwa, tusiogope kuitwa wanaojihesabia haki. Watu walimbeza Nuhu. Tumsifu Yesu Kristo. Wacha tuendelee. Maandiko yanasema, tukiangalia nyuma maisha ya Nuhu, wapendwa, maisha ya haki tofauti sana na vile ambavyo tutavyoweza kufikiri. Maisha ya haki inatupasa tujinyime sana kumuishia Mungu wa majeshi. Inatupasa tutetemeke sana kumtafuta Mungu wa majeshi. Tumsifu Yesu Kristo. Hatutafanya kila kitu katika ukawaida. Hatutaabudu kwa sababu tumezoea kuabudu. Lakini lazima kila tunapoenda kuabudu tufanye upya kama tunaomfanyia Bwana wa majeshi, si mwanadamu mwenzetu. Tutakapokwenda kuhubiri, hatutalizoelea neno. Lazima tutajiachilia mbele za Mungu wa majeshi siku baada ya siku, tukijua ya kwamba tunapokea kila siku tafsiri mpya mbele za Mungu wa majeshi. Tumsifu Yesu Kristo. Lazima tuwe tayari kufunguka mbele za Mungu wa majeshi. Tuwe tayari kufundishika mbele za Mungu wa majeshi. Na tuwe tayari mbele za Mungu wa majeshi, basi kutulia miguuni pake ili akamilishe kusudi lake ambalo amelikusudia katika maisha yetu. Hapo ndo haki ya Mungu inapozaliwa. Tumsifu Yesu Kristo. Basi namuomba Yesu atusaidie sote kwa jina la Yesu Kristo. Na mstari wa 13, Mwanzo 6:13, Mungu akamwambia Nuhu, mwisho wa kila mwenye mwili umekuja mbele zangu, kwa sababu ameijaza dunia dhuluma, basi nitawaharibu pamoja na dunia. 14, ujifanyie safina ya mti wa mvinje, fanya na vyumba ndani ya safina, ukaifunike ndani na nje kwa lami. Tumsifu Yesu Kristo. Basi akaendelea kumwambia Nuhu, turuke twende katika mstari wa 17, na tazama, nitaleta gharika ya maji juu ya nchi, niharibu kila kitu chenye mwili na pumzi ya uhai, kisiwepo chini ya mbingu. Kila kilichoko duniani kitakufa. Lakini nitafanya agano langu nawe kuwa thabiti, nawe utaingia katika safina, wewe na wanao na mkeo na wake za wanao pamoja nawe. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo wana wa Yesu, Mungu wa majeshi anapomwambia Nuhu ya kwamba gharika kuu linakuja katika uso wa dunia, aingie katika safina. Unajua Mungu ana mpango kila kizazi, katika vizazi ambavyo vimepita katika Biblia, majira na nyakati zilizopita katika uso wa dunia, Mungu alikuwa anatumia namna fulani ya kuokoa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kipindi cha Nuhu ilikuwa ni gharika la maji lingelikuja kuangamiza ulimwengu, na vile vile jinsi ya kuokoka katika gharika la maji ambalo lingekuja kuangamiza na kufutilia mbali kila chenye mwili katika uso wa dunia, basi ilikuwa ni Nuhu, kwa kuwa ni mjumbe wa Mungu mwenye haki. Kwa hiyo akawa ameagizwa ya kwamba kwa kuwa amepata kibali machoni pa Bwana wa majeshi,
kwa kuwa ya ile haki ambayo alikuwa nayo, alipata neema, tumsifu Yesu Kristo, ya kuhesabika mwenye haki mbele za Mungu wa majeshi, kulingana na maisha yale ambayo alikuwa ameishi. Tumsifu Yesu Kristo. Kapata kibali na neema ya kuchaguliwa na Mungu wa majeshi, ili basi kupitia yeye sasa atengeneze safina, kile chombo safina ambayo watu watakao kubali waingie ndani. Wapendwa, kipindi hiki ikawa ni safina. Naye Nuhu akawa anahubiria, njoni tujenge safina. Maandiko yanasema ya kwamba Nuhu alimaliza miaka mingi akihubiri kuhusu safina, lakini vizazi vilimbeza, vizazi vikamtenga. Nuhu anapopata ujumbe, anashare na wao ya kwamba Mungu ameniagiza ya kwamba mnamo baada ya miaka fulani, mwaka wa fulani, gharika kuu litakuja. Basi tujengeni safina. Na kulikuwepo na wengi ambao na wao pia walikuwa ambao wanajidai hasa, wakawa na beza Nuhu sana katika kizazi kile. Wanadhihaki, wanatukana Nuhu. Huyu mzee amechanganyikiwa huyu mzee hana akili, alina akili ili sasa mvua gani inayoweza kuja tu ikafunikiza kila kitu? Ili lizee alina akili. Hivi ni wamama wangapi kwenye hii dunia ni wajawazito? Unafikiri Mungu vile ambavyo ni mwenye huruma anaweza kukubali watu wake waangamie jinsi hiyo? Ili jamaa alina akili. Mungu ni mwenye huruma, tunamjua Mungu hawezi. Watu wakawa wanabeza kabisa Nuhu, lakini tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo Bwana akamwambia Nuhu, ingia wewe na jamaa yako yote katika safina, kwa maana nimekuona wewe mwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki. Wapendwa, Nuhu akaagizwa kwamba sasa aingie. Alipomaliza kuitengeneza, waliendelea kubeza. Wakaambiwa basi ingieni, waliendelea kubeza. Na walikuwepo na wachungaji pia wakibeza, wakidhihaki. Sasa ina maana ili jisafina tu, ili tu peke, ili tu ndo tunaambiwa tumsifu Yesu Kristo. Wanajaribu kuhesabu hii dunia ina watu wangapi. Kama vile ambavyo navyo Musa naye akawa anadhihakiwa tu pale jangwani. Bwana akamwambia Nuhu, ingia wewe na jamaa yako sasa. Na alikuwa amefundisha watu wa jamaa yake, watu wa nyumbani mwake vizuri sana kwa usahihi. Wakawa wametii, wameshika hilo. Akakubali kuingia yeye, tumsifu Yesu Kristo. Akakubali kuingia yeye, kwa maana baada ya siku 7 nitainyeshea dunia mvua siku 40 mchana na usiku, na kila kilicho hai nilichokifanya juu ya uso wa nchi nitakifutilia mbali. Nuhu akafanya kama vile Bwana alivyomwamuru. Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa wa Mungu aliye hai, wakati sasa Yesu ameita, njoni. Wapendwa, na Nuhu alisimamia wenye haki. Leo hii wenye haki wanapiga kelele katika uso wa dunia. Leo hii sauti ya Mungu inaita. Safina hiyo ilisimamia neema. Safina ndio ilikuwa kipindi cha wokovu, ya kwamba kila mwenye mwili angelisikiliza kipindi kile, basi angeliokoka kupitia safina ile. Na ukweli ni kwamba gharika ilikuja, ulimwengu ukapigwa, wanadamu wakafa wote isipokuwa Nuhu na watoto wake 3 na wake za watoto wake.
na mkewe. Tumsifu Yesu Kristo. Basi sawia, wana wa Mungu wa majeshi, sawia ndivyo ilivyo leo. Jinsi Mungu alivyomwambia Nuhu, ingia wewe na jamaa yako katika safina, kwa maana nimekuona wewe mwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki. Basi mwana wa Yesu, wewe mwenye haki unasimamia Nuhu. Umemjua Yesu Kristo, umenunuliwa kwa gharama, kwa damu ya Yesu. Amekujua akakuchagua toka katika kizazi chenu, ukachaguliwa ya kwamba umjue Mungu wa majeshi, umwabudu yeye katika roho na kweli. Basi wewe ndo Nuhu, umechaguliwa uingie katika safina. Safina hii ni neema. Neema ipo, imefunuliwa kupitia wokovu wa Yesu Kristo. This time round, badala ya safina ni neema. Maana kipindi kile safina ilisimamia neema, ilikuwa ni agano la kale na ilikuwa inaashiria nini? Bado mambo yatakayokuja. Ina maana duniani hakuna jipya, yaliyokuwepo ndio yatakayokuja. Tumsifu Yesu Kristo. Historia hii inajirudia, lakini kivingine. Tumsifu Yesu Kristo. Maana sasa neema hii imefunuliwa na Yesu Kristo. Safina hii ni wokovu wa Yesu. Neema ya Yesu Kristo ndo safina ya kizazi cha leo. Tunaitwa jamani, twende tumpokee Yesu. Jamani, tudumu katika utakaso, tudumu katika toba, tudumu katika utakatifu, tudumu katika kuhimizana, kuonyana, kukemeana. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tudumu katika kufundishana, kuonyana, kurekebishana, kukemeana. Tumsifu Yesu Kristo. Ndo neema, ndo safina ya kizazi hiki. Mara nyingi hatutaki kuonyeka, mara nyingi hatutaki kurekebika, mara nyingi huwa tunatarajia kwamba neno lije vile ambavyo tunalitegemea lije. Wana wa Yesu, ukweli ni kwamba aendaye katika Kristo, aendaye ndani ya Kristo, anayejitanisha na Kristo, huwa ni mfungo wa Kristo. Lazima ataonywa, lazima atasahihishwa, lazima atarekebishwa, lazima atakemewa. Tumsifu Yesu Kristo. Hilo ndilo neno la Yesu kwa jina la Yesu Kristo. Tuko tayari, tunadhalilika siku baada ya siku. Tunaonywa, tunakemewa, tunarekebishwa na tunavunjika, tunatii, tunaona mbele, tunajitambua. Maana pasipo maonyo, pasipo marekebisho, basi tutajiona ya kwamba tuko sawa. Lakini kumbe bado tunategemea maonyo ya Kristo. Bado natuonya na tumana watu. Lakini mara nyingi tunategemea kwamba tuendelee vile ambavyo tuko sawa. Kwa hiyo tusirekebike, tusionyeke. Wakati ambao kizazi kilikuwa kinaonywa, Nuhu anaonya. Tumsifu Yesu Kristo. Unajua Mungu ukiwa ndani ya Kristo, umekuwa ni mfungo wa Kristo. Lazima utaonywa, udumu katika kanuni za Kristo vile ambavyo Mungu wa majeshi anavyotaka kwa jina la Yesu Kristo. Hakuna uhuru kwa Kristo. Mara nyingi tumekuja kwa Kristo lakini tunatafuta uhuru. Tufanye yale ambayo tunaona ya kwamba ni mema kwetu. Hapana. Hakuna uhuru. Uhuru katika Kristo ni neema ya Kristo ambayo inatukataza mabaya. Lazima tuenende katika njia za Kristo. Lazima sote tujitahidi kumtii Kristo kwa jina la Yesu Kristo. Pasipo kutotaka kurekebika. Tumsifu Yesu Kristo. Pasipo kutotaka kuonywa. Kwa hiyo wana wa Yesu,
Maandiko huwa yanasema ya kwamba katika Wathesalonike wa kwanza 5, ndugu tunawasihini katika Bwana, waonyeni wale wasiokaa katika utaratibu. Tumsifu Yesu Kristo. Neno la Kristo linakamilika katika kukemea, kurekebisha, kurudi, kuonya na pia kuenenda katika adabu kwa kanuni za Kristo kwa jina la Yesu Kristo. Sio ya kwamba Yesu anapokupatia kuonya ya kwamba unajihesabia haki. Hapana. Kuna tofauti kati ya vile ambavyo mjumbe, angalia katika maandiko matakatifu, kuna vitu tofauti ambavyo wanadamu na mistake. Tunapovuka viwango ya kwamba tunataka sasa tujithibitishe katika haki zetu vile ambavyo tunataka, basi tutavuka tuone ya kwamba maonyo ni kama kujihesabia haki. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini angalia vile ambavyo manabii walikuwa wanatumwa katika maandiko matakatifu. Kina Nuhu, kina Isaya, kina Abrahamu. Kuna wakati wa kuonya, kuna wakati wa kufundisha, na kuna wakati wa kurekebisha, na kuna wakati wa kurudi. Mambo hayo hayawezi kuja kwa wakati mmoja. Tumsifu Yesu Kristo. Kuna wakati mwingine nabii alikuwa anatumwa kuonya tu. Bwana Yesu sifiwe. Yote yanakamilisha mwili wa Kristo, ili yote atuadibishe, basi atuchonge mwisho tuwe watu wanaodumu miguuni pa Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo tutofautishe sana wana wa Yesu. Tuepukane na kauli. Tumsifu Yesu Kristo. Tuepukane na kujifariji. Wana wa Yesu, mara nyingi nimeonywa, mara nyingi ninaonywa, na mimi ninaonywa sana na ninaonyeka, ili nisije nikafika viwango vya kufanya nini? Vya kujihesabia haki. Tumsifu Yesu Kristo. Siwezi kujihesabia haki. Sina chochote cha kujihesabia haki. Ni kwa neema tu wana wa Yesu. Basi nasi tuonyane na tudumishane katika upendo wa Kristo Yesu. Maana huo ndio upendo. Upendo katika Kristo ni kuonyana juu ya kudumu katika njia za Kristo. Maana kile ambacho kinakuja katika uso wa dunia hakitastahimilika. Tumsifu Yesu Kristo. Wapendo wa Yesu, huu ndio mwili wa Kristo. Na mwili wa Kristo lazima tutaenenda tu katika mafundisho ya Kristo Mungu wa majeshi anayoyataka. Ikiwa tumemchagua Kristo, basi maonyo yatakuwepo mara kwa mara kwa jina la Yesu Kristo, na marekebisho, ili sasa tudumu katika hiyo njia kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. Maana pasipo maonyo, basi tutafuliza, basi tutazembea, basi tutajieka vile ambavyo tunataka, hata tutaingiza ukawaida sasa. Sasa tuanze kuhudumu kwa ukawaida, mwisho tuanze kupotea. Tumsifu Yesu Kristo. Wana wa Yesu, tumsifu Yesu Kristo. Na ili gharika, unajua saa hii ukawaida mwingi utaingia, ukawaida mwingi utakuja, kwa sababu ni kipindi ambacho shetani anajua gharika lingine ambalo linakuja katika uso wa dunia. Kwa nini gharika kuu? Ndo ujumbe huu. Wapendwa, gharika ambalo linakuja, maandiko yako wazi katika Petro wa pili 3 ya kwamba dunia ya kwanza iligharikishwa, lakini dunia ya sasa na mbingu ya sasa imewekewa akiba kwa moto, itagharikishwa kwa moto hii. Kwa hiyo hatusubiri tena gharika la maji, bali tunasubiri gharika la moto.
Tumsifu Yesu Kristo. Dunia itakapokunjwa kama karatasi. Kwa hiyo tukiwa katika Kristo tusitafute uhuru tena, maana ikiwa dunia ya kwanza iligharikishwa na ya pili imewekwa akiba kwa moto, basi hakuna cha kutafuta uhuru tena, hakuna cha kujitawala vile ambavyo tunahitaji, bali tunatawaliwa na Kristo, kwa maana Kristo ndo mmiliki wetu. Wana wa Yesu, tumche Mungu wa majeshi, tukijua ya kwamba basi kama zilivyokuwa siku za Nuhu, tuingie katika safina wapendwa. Safina hii ni neema. Neema ya Kristo inatuita tuache kutafuta uhuru kabisa. Lazima tudumu miguuni pa Yesu. Yesu atuonye, maana yeye yote anayempenda basi humwonya na kumrudi kwa jina la Yesu Kristo. Lazima turudi miguuni pa Yesu Kristo. Lazima tudumu miguuni pa Yesu Kristo kwa kuonywa na kurekebishwa kwa jina la Yesu Kristo. Maana tukijua ya kwamba gharika kuu linakaribia. Wapendwa, neema ya Yesu inatuita tuingie katika neema ya wokovu. Wokovu katika kudumu katika kutubu dhambi, kudumu katika kujitakasa, kudumu katika basi kutenda kazi ya Yesu, tudumu katika kutafuta haki kwa jina la Yesu Kristo. Haki hii itakuja kwa kujinyima, kwa kujitenga. Haki hii itakuja kwa kujitenga na dunia, itakuja kwa kujitenga na marafiki na makundi, itakuja si kwa kufarijiana, itakuja si kwa kuangaliana, huyu anaenda huyu anasijui anafanya hivi, ya kwamba lazima unategemea kikundi ndo mtakapokuwa mnafunga sasa pamoja. Haki hii inakuja kwa kujinyima, kujinyima personal relationship na Yesu Kristo. Lazima uwe mpendwa na ushirika wako wa karibu wa kibinafsi na Yesu Kristo, Mungu wa majeshi. Lazima umtafute Mungu kwa kumaanisha kwa jina la Yesu Kristo. Lazima uwe mambo mengine ambayo yanakula muda ambao ungemtafuta Mungu wa majeshi. Lazima ujitume kwa kumtafuta Mungu wa majeshi ili utafute haki, maana baba zetu wa imani ndio waitwa wenye haki, walijinyima vingi, walipitia mengi. Tumsifu Yesu Kristo. Sio tutakapopata tu na jambo kidogo alafu iwe sasa chanzo cha kunung'unika, cha kulalamika, cha kujiachilia na kufanya chochote kile ambacho, tumsifu Yesu Kristo, tunahisi ya kwamba tunaweza tukafanya. Hapana, mwana wa Yesu. Nyenyekea mbele za mchungaji, nyenyekea kanisani kwenu, tulia kwa jina la Yesu Kristo. Tulia, ufundishike kwa jina la Yesu Kristo. Usimdhihaki mchungaji wako, usimdharau mchungaji wako. Tumsifu Yesu Kristo. Usiende ukaanza ukaona ya kwamba labda mko pengine labda ukamwangalia hali ambazo yuko. Usimdharau, bado aliwekwa mbele zako. Tumsifu Yesu Kristo. Usimdharau hata kama umri mtakuwa sawa, hata kama mtakuwa unamshinda umri, hata kama anakushinda umri, hata kama yuko vipi, hana chochote, hata kama ana fedha, hata kama hana, haijalishi hali yote ambayo yuko. Heshimu tu, ni yeye ambaye Mungu amemweka mbele zako kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo mwana wa Yesu, simama kwa jina la Yesu Kristo. Na usitafute, wacha nikwambie, utakapotafuta umaarufu, utakapotafuta miujiza, neema ya Yesu Kristo haitafunuliwa kwa kutafuta muujiza. Hutafunuliwa neema ya Yesu Kristo ikiwa ni miujiza ndio unazunguka ukitafuta. Epuka sana sifa hizi siku za mwisho. Epuka sana watu wanakusifia vipi, watu wanasema nini,
Wacha wengi wa kudhihaki, shukuru. Wacha ubaki peke yako, shukuru. Dumu katika kweli, simama katika kweli, utapoteza wote. Si kwamba utawatimua, la. Dumu katika kweli na Kristo. Yesu anatafuta akuthibitishe. Lakini utakapopenda kwenda na makundi, mpendwa, Nuhu asingebaki peke yake. Lutu asingebaki peke yake, na maandiko yamefananisha kwamba kama zilivyokuwa siku za Nuhu kabla ya gharika. Maana watu walikuwa wakioa na kuolewa, wakila na kunywa, ndoa nyingi zinazofungamanishwa, wanaoana wanaachana, wanaoa zinavunjika. Unapoona kiasi ambacho ndoa zinafanyika, wanaoana wanaenda kwa mchungaji, wanasema hawako wanalingana, wanavunja, wanaomba mchungaji wafungue, tena wanafungishwa mara ya pili, wengine hata wamefungishwa hata mara ya tatu, na vinafanyika makanisani. Kwa ufupi wapendwa, dunia sasa iko katika raha yake, na shetani anahimiza. Unajua, mpinga Kristo haji ya kwamba ni mtu anakuja kupinga Kristo. Wengi wanatarajia kwamba aje sasa ni mtu asimame ya kwamba anampinga Kristo, lakini bado mpinga Kristo anakuja kama yani maovu na machukizo. Maana inakuja kipindi ambacho mema ndo yatahalalishwa yawe mabaya, mema yataharamishwa yawe mabaya, na mabaya yatahalalishwa yawe ndo mema. Sasa uovu utasifika na wema utakashifiwa ya kwamba ndo uovu. Huyo ndo mpinga Kristo, roho ya mpinga Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Ndio maana leo hii ni rahisi, ndoa zinafungwa, wachungaji mashoga, wachungaji wasagaji, kanisani watu yani unaruhusiwa kwenda vile unavyotaka chini ya makanisa ya LGBTQ. Tumsifu Yesu Kristo. Tunapohubiri mambo haya, mtu mwingine atasema ya kwamba wanajihesabia haki. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa kuonya na kukemea uovu ndo kujihesabia haki. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, Isaya 58, piga kelele, paza sauti, usiache. Nasi tunajitahidi tukijua ya kwamba tusiposema kweli tutadaiwa. Na licha ya kusema kweli, tunajitahidi ili isije ikawa mwisho baada ya kuhubiri wengine, sisi nasi mwisho tu wa kukataliwa, itakuwa ni hasara. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo kila mtu asimamie upande wake, maana gharika kuu linakuja katika uso wa dunia. Lakini mwana wa Yesu, mimi na wewe, ndo wajumbe wa kizazi hiki Nuhu. Je, unasimamia vipi upande wako? Usiposimamia upande wako sawasawa, ukatimiliza huduma ulioitiwa, mwisho utadaiwa. Mimi sitaki kudaiwa kwa jina la Yesu Kristo. Naomba Yesu anisaidie. Naomba Yesu akusaidie mpendwa, na wewe usidaiwe kwa jina la Yesu Kristo. Bwana akusaidie, Bwana anisaidie. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru kwa ajili ya ujumbe huu. Masihi uishie na kutawala, tunavunjika, tunanyenyekea. Baba, tunanyenyekea na kuvunjika miguuni pako. Ni kweli Kristo Yesu. Baba, tunaomba rehema, tunaomba utakaso, tunaomba Baba kutiwa nguvu. Tunaomba Bwana utusaidie Yesu. Safari hii hatutaweza bila wewe. Tusaidie Bwana wa rehema. Tuenende katika kweli yako Masihi. Tuenende katika kazi uliyotuitia jemedari. Tusaidie Bwana, tutimilize wajibu huu kwa ukamilifu Yesu Kristo. Tusaidie Baba yetu. Tupe hekima, tupe nguvu, tupe neema Masihi. Tuoshe Bwana, tutakase. Tusaidie Bwana, wewe unapendezwa katika utakatifu. Tunaomba ututakase, tunaomba uturehemu, utuoshe Baba yetu, maana unaweza, unatosha. Mtakatifu wa Israeli, tuimarishe, maana unaweza, unatawala.
Hatuwezi pasipo wewe Yesu. Tunajiachilia kwako, ututawale, ututakase, utuimarishe, maana wewe ni mwaminifu. Mapenzi yako yatendeke, kwa kuwa unaweza, unastahili. Katika jina la Yesu Kristo Masihi nimeomba na kushukuru.